Welcome. Karibu katika hadithi yetu au simulizi yetu pendwa kabisa ya polisi mpiganaji shujaa. Baada ya kunusurika katika sehemu yetu ya kwanza katika jengo kubwa kabisa la watu ambao walikuwa ni maharamia ama ni watu wahalifu waliokuwa wamejificha katika jengo kubwa sana katika sehemu ya kwanza. Baada ya Rama kufanikiwa kutoka na baadhi ya polisi wenzake kuwasaidia, anadhani kila kitu kimekwisha, lakini ni makosa. Baada ya kutoka tu hospitalini, anakutana na maafisa wachache wa polisi kwa siri kabisa, na wanamwambia jambo la kutisha sana. Amemuua Tama, yule mkuu wa kiongozi katika sehemu yetu ya kwanza, lakini bado hajamaliza uhalifu, bado wapo kabisa na ni wengi kabisa, ama ni wakubwa. Tama alikuwa ni samaki mdogo sana. Wanaomiliki jiji na magenge makubwa ni maafisa wa polisi na wala rushwa sana kabisa. Nao wanahitajika kutumbuliwa ama kuwekwa hadharani siri zao, na hakuna ushahidi wa kuwafunga, hakuna mtu wa kumwamini. Hapa ndipo Rama anapewa mission mpya kabisa ama kazi mpya kabisa. Anaingia kwa siri gerezani. Mission yake inaanza akiwa gerezani. Lengo ni moja tu, ni kupata imani au kuweza kuaminiwa na mtoto mkubwa sana wa kiongozi cha kimafia au kikundi kikubwa sana cha uhalifu. Na mtoto huyo aitwaye Uko. Baba yake Bagun ni mmoja katika watu wakubwa sana ama mabwana wakubwa sana katika ufalme wa uhalifu wa Jakarta. Ili mission ionekane ni ya kweli kabisa, Rama anajifanya mhalifu wa kupanga na anakamatwa na kupelekwa gerezani. Ndani ya gereza hilo maisha ni magumu sana kuliko anavyotarajiwa. Kila siku ni mapigano, rushwa, mauaji. Iko pia naye yuko gerezani, ambaye tunahitaji ama Rama anahitaji kuaminiwa na mtoto huyo. Lakini wafungwa wengine wanamchukia sana kwa sababu ni mtoto wa tajiri. Siku moja mapigano makubwa sana yanazuka katika uwanja mkubwa sana wa matope, yani kinanuka hapo. Mapigano na wafungwa wote wanapigana, kila mmoja kipigana na mwenzake. Udongo, damu, mvua, vyote vinachanganyika humu ndani, na Uko anakaribia kuuawa. Rama anamuokoa kwa uwezo wake wa kupigana kabisa, yani huyu Rama ni hatari. Wanapigana na wapinzani wake mmoja baada ya mwingine. Kwa mara ya kwanza Uko anaanza kumwamini bwana Rama. Baada ya miezi kadhaa gerezani, wote wawili wanaachiwa. Bagun anamkaribisha Rama ndani ya genge lake, yani yule mtoto kamchukua kampeleka kwa baba yake, na baba yake amemwamini Rama na kumuingiza katika genge lake. Rama sasa anaishi maisha ya uhalifu, anashuhudia mikutano ya siri, anashuhudia biashara za madawa ya kulevya, rushwa kwa mapolisi na mauaji ya upinzani. Kila siku anatuma taarifa za siri polisi, na hichi ndicho alichokuwa kikihitaji. Lakini hatari inaongezeka kwa kasi. Wakati huo huo, genge lingine la Kijapani linatoka na kuchukua eneo la Bagun. Amani kati ya magenge hayo mawili ni dhaifu sana. Tatizo linaloonekana, Uko yule mtoto wa tajiri ana tamaa sana ya madaraka. Anaamini baba yake ni amezeeka, anataka kuwa kiongozi yeye kwa haraka sana. Lakini Bagun anakataa, anasema kiongozi haongozwi na hasira, anaongozwa na akili. Maneno hayo yanamkera sana Uko mtoto wake. Ndipo anakutana na mtu hatari sana aitwaye Bejo. Bejo ni mhalifu mchanga mwenye akili nyingi sana, lakini hana subira hata kidogo. Anataka kutawala jiji lote na anamshawishi Uko, na anamwambia kwamba amuue baba yake na tutatawala pamoja jiji. Uko anakubali. Mpango wa usaliti unaanza. Mtoto anataka kumsaliti baba yake. Ili kuanzisha vita, Bejo anaamua kuua watu wa genge la Kijapani na kuacha ushahidi kuonesha watu wa Bagun ndio waliohusika. Vita kubwa sana ya magenge hayo mawili inaanza. Risasi zinaanza kuvuma kila mahali, mauaji yanaongezeka. Bagun hajui nani wa kumwamini. Rama anajaribu kuzuia vita hiyo, lakini hana ushahidi wa kutosha kabisa. Hatimaye Uko anamsaliti baba yake kama walivyopanga. Anampiga risasi baba yake ya kichwa na kumuua hapo hapo. Kisha
anachukua uongozi wa gang. Rama sasa anajua ukweli wote, lakini siri yake pia inaanza kufichuka. Benjo anagundua kuwa Rama ni polisi wa siri ama spy, anaamuru kuwa na yeye pia auawe. Kuanzia hapo filamu inageuka kuwa uwanja wa vita wa kuishi, yani hakuna story tena, ni ngumi tu na mikono. Rama anakimbia huku wauaji wakimtafuta kila kona. Kwanza anakutana na muuaji aitwaye Hammer Girl. Huyu ni msichana anayetumia nyundo mbili kubwa kama silaha zake za mapigano. Anapigana kwa kasi ya ajabu na spidi kubwa sana. Mpambano ulikuwa ni mkali sana. Baada ya mapambano marefu, Rama anaamua kushinda ama Rama anaibuka kuwa mshindi, lakini kabla hajapumua anatokea muuaji mwingine aitwaye Baseball Batman. Silaha yake ni gongo la baseball. Anaua watu na kuwavunja mifupa yao. Rama anapambana naye, lakini baada ya vita kali naye anamuua pia. Lakini adui mkubwa wake bado hajamfikia. Ndani ya jengo hilo ama ndani ya jengo la Benjo, Rama anakutana na wapiganaji hatari kabisa aitwaye The Assassin. Anatumia visu viwili, ana kasi isiyo ya kawaida. Mpambano wao unatokea jikoni na ni moja ya pambano kubwa kabisa lililowahi kutokea katika sehemu yetu ya filamu ama katika hadithi yetu. Ni ngumi, mateke, visu, hakuna bastola hapa. Hakuna anayemkaribia mwenzake kirahisi au anayekubali kirahisi kushindwa. Baada ya mpambano mrefu sana, Rama anafanikiwa kumuua Assassin na anamfikia Benjo. Benjo anajaribu kujitetea, lakini Rama hampi nafasi hata kidogo. Sasa tunamuona Uko anainuka sasa. Hapa ndo naona Uko uenda azimu wake. Anachukua shotgun moja kwa moja anamuelekezea yule kiongozi Benjo, yule mkuu kabisa ambaye aliwahi kumshawishi kwenda kumuua baba yake ili kupata uongozi, lakini mwishowe aliona kama anataka kumgeuka. Lakini Uko anaonesha sasa uchizi wake, anamgeuzia silaha Benjo na kumpiga ya mguu. Hapo hapo Benjo anaanguka chini na Rama naye anajificha. Sasa Uko ndo mwenye mtawala wa mchezo, anafanikiwa kumuua yule kiongozi mkubwa sana wa lile kundi ambaye alikuwa anataka kumzunguka. Eko anampiga silaha ya kichwa ama anampiga shotgun ya kichwa. Hapo hapo kichwa kinatawanyika na anaanza kumfukuzia Rama. Sasa upande wa pili, Rama kitaka kujitetea ili kwenda kujiokoa na kifo, anafanikiwa kumshinda Uko. Rama anajitetea kwa mara nyingine kwenye vita kubwa sana, na hapa tunaona hadithi yetu inafika mwisho. Yani Rama anafanikiwa kupata ushahidi wote wa kiaskari walikuwa wakiutaji katika uhalifu hao, lakini anaambiwa kuwa arudi kazini. Lakini Rama amechoka sana, anaona marafiki zake wakifa, ameishi maisha ya uongo kwa muda mrefu na anaondoka kimya kimya, akijua vita dhidi ya uhalifu havitaisha siku moja. Filamu ndo inaishia hapo, lakini inatuacha na maswali machache kabisa. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kuwa mwanafamilia wa DJ Mswahili. Karibu, asante. Umefika kwa DJ Mswahili, utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.